Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2025, siku nzuri kabisa, siku ya Jumatano. Nikualike kunako udukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania, dakika kadhaa ya kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Usisahau kuacha bodi yako kwenye comment kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante sana kwa kuwe mdau ambao unaandika comment. Na bila kupoteza wakati tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Maziwa mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, bidhaa za nyama, sausage bora kabisa Tanzania kutoka Peramio, lakini pia vinywaji vya aina mbalimbali vinapatikana hapo, mafuta kupikia, lakini pia na bidhaa nyingine nyingi kwa ajili ya matumizi yako wewe ambaye unatutazama wakati huu. Fika hapo ili uweze kupata bidhaa zako mbalimbali ambazo unazihitaji. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Samia ataja ajenda 3 kuongoza nchi, ataka ushindi wa heshima, ahimiza kulinda nchi, ajivunia kumaliza miradi mikubwa Mwanza. Habari kamili ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Wapiga kura uchaguzi mkuu juu 26%, INEC yatangaza idadi mpya, vituo viongezeka 22%. Habari kamili ni katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Dr. Mwinyi, tusikubali kubaguana, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Mahakama Kuu yakataa ombi la Lissu, habari katika ukurasa wa 7. Kaka na dada wafungwa jela kwa kuoana, habari katika ukurasa wa 20. Kimiti haimiza uzalendo kulinda amani, habari katika ukurasa wa 7. Majaliwa atoa agizo maeneo kampuni za madini, habari katika ukurasa wa 7. CUF kufuta kodi mafao ya wastaafu, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, ninalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni mapya Polepole. Majirani alimpangisha nyumba wasimulia, mama mzazi asema anamtaka akiwa hai au amekufa. Polisi wamsaka kaka yake aliyetoa taarifa za kutekwa. Kibatala aenda kortini, taasisi za laani, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Habari picha inaonyesha nyumba aliyotekwa Polepole. Kauli ya mama Polepole, wamwachie mwanangu, kama yupo hai na kama hayupo hai waniletee nimzike mwenyewe, waniletee mwanangu nimzike mwenyewe kwa mkono wangu, wasiende kumtupa baharini. Hii ni nukuu ya Anna Mary Polepole. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Aliyoahidi JPM nimekamilisha, habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Nukuu ya Dr. Samia Suluhu Hassan inasema miradi kama daraja la Kigongo Busisi, SGR, meli ya MV Mwanza imekamilika. Daraja nilipokea likiwa 20%, sasa watu wanavuka. SGR kuja Mwanza ipo 65%. MV Mwanza tayari inafanya majaribio. Nukuu ya mgombea urais wa CCM Samia Suluhu Hassan. Gazeti hili limeandika kilivyoumana Lissu, shahidi kesi ya uhaini Dar es Salaam. Tundu Lissu, mshtakiwa katika kesi ya uhaini, amechuana kwa maswali na shahidi wa kwanza. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 6 wa gazeti hili. Wanazuoni wataka haki, amani kwenye uchaguzi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Tutazame sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku, lenye limeandika Samia ahidi kufanya Mwanza jiji la kisasa, ahidi utekelezaji wa miradi ya maendeleo, uboreshaji wa miundombinu ya masoko, maji na barabara zinazoingia katika jiji hilo. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Benki ya Dunia, uchumi wa Afrika umezidi kukua, habari katika ukurasa wa 4. Othman, wakati umefika Zanzibar kujitathmini, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Mwinyi afafanua hati miliki kwa wakulima wa karafuu, habari katika ukurasa wa 4. TEF, polisi ichunguze alipo Polepole, habari katika ukurasa wa 4. Profesa wa Misri achaguliwa kiongozi wa UNESCO, habari katika ukurasa wa 2. Maskofu DRC wapinga hukumu ya kifo dhidi ya Kabila, habari katika ukurasa wa 19. Lakini pia gazeti hili limeandika vikwazo vya uzazi wa mpango tishio kwa wanawake, habari katika ukurasa wa 11.
na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira. Lukiza Autism Foundation inakuletea msimu wa 4 wa harambee kupitia hafla ya chakula cha usiku Autism Awareness Fundraising Gala Dinner itakayofanyika tarehe 28 mwezi wa 11 mwaka 2025 katika ukumbi wa Mlima City, Dar es Salaam. Lengo la hafla hii ni kuchangisha fedha kwa ajili ya kuwafundisha walimu wa shule za awali kuhusu dalili za usonji, kutoa tuzo kwa wadau mbalimbali wa usonji, kuwakutanisha wadau mbalimbali wa usonji, kutangaza tarehe ya mbio ya Run for Autism Tanzania 2026 na kufungua usajili wa mbio hii. Kununua tiketi, kufadhili au kuchangia kiasi chochote kile, tembelea tovuti ya www.autismgaladina.co.tz au piga simu namba 0783639335. Ustawi kwa kila mtoto, viashiria vya usonji. Nipashe Mwanga Jamii lenyewe katika ukurasa wake mbele limeandika Dr. Samia aonya wanaochafua nchi, asema hawana nia njema, wanaishushia hadhi nchi kimataifa, ataka wananchi waachane nao waende kivyao vyao. Habari katika ukurasa wa 3. Nukuu yake katika ukurasa wa mbele inasema leo la mwisho kuheshimu jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndani na nje ya nchi. Tutaiheshimisha kwa kuweka imani, kufanya uchaguzi bila matatizo au vurugu au zogo. Ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Lissu akwa tena kisiki mahakamani ni cha kutaka kutumia maelezo ya shahidi wa Jamhuri kama kielelezo katika utetezi wake kesi ya uhaini. Habari katika ukurasa wa 2. Mama Polepole ataka mwanae ikiwa bado hai au amefariki. Habari katika ukurasa wa 18. Lakini pia gazeti hili limeandika maficho ya mimba za utotoni. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Hii ni ripoti maalum. Rais Mwinyi akabidhi boti ya wagonjwa kisiwani Kojani. Habari katika ukurasa wa 2. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Nalo gazeti Raia Mwema Muungwana ni kitendo lenye habari iliyopewa kipaumbele limeandika siri mapato TRA hii hapa, wachumi wasifu utulivu wa kodi, TRA kikusanya trilioni 8.97 miezi mitatu. Habari katika ukurasa wa 2. Polepole maswali mazito. Habari katika ukurasa wa 2. Gazeti hili limeandika Samia tikisa Mwanza. Habari katika ukurasa wa 3. Tumevamiwa tukae imara kama taifa. Habari katika ukurasa wa 10 hadi ukurasa wa 11. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Raia Mwema Muungwana ni kitendo. Gazeti Uhuru kweli daima ninalo mikononi mwangu lenyewe katika ukurasa wake mbele limeandika Dr. Samia kuisuka Mwanza kimataifa, anika mikakati uliojikita kutekeleza miundombinu barabara, maji, uwanja wa ndege na mradi wa reli ya SGR, au hudumia maelfu Buhongwa Sengerema, wataka wa Tanzania kuepuka wenye nia kuchafua taswira ya Tanzania. Habari katika ukurasa wa 2. Dr. Nchimbi agusia historia mpya iliyoandikwa na Rais Samia Suluhu Hassan utekelezaji wa miradi huduma kwa wananchi. Habari katika ukurasa wa 2. Gazeti limeandika Majaliwa ayagiza Wizara ya Madini. Habari katika ukurasa wa 3 gazeti hili. Neema ya nukia kwa wakulima mikarafuu. Habari katika ukurasa wa 3. Ada Tadea yatunga nyimbo za kuhamasisha upigaji kura. Habari katika ukurasa wa 19. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru ukweli daima. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani, mikononi mwangu na gazeti Mwanaspoti lenye limeandika Folz akitoka robo anaingia, bosi azungumza na Mwanaspoti. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Mawili mataji Yanga chini ya Romain Folz imechukua ubingwa wa mashindano ya pre-season ya Rwanda na ngao ya jamii. 9 mabao iliyofunga Yanga katika mashindano yote msimu huu yakiwamo 5 ya ligi ya mabingwa Afrika. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Ijayo ni Super Strikers dhidi ya Yanga. Gazeti limeandika Lamens amkosha Schmeichel. Ndani wa taarifa hii katika kurasa za ndani. Pantev aanza kwa mkwara Simba. Habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Fei toa kodi yake. Undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani. Tajiri akataa kuiuza Spurs. Lakini pia gazeti hili limeandika ngumi kama baba kama mwana. Undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani za gazeti hili. Gazeti Mwanaspoti likiandika kufuzu kombe la dunia leo ni Tanzania dhidi ya Zambia saa 4 kamili usiku New Amani Complex. Magazeti ya habari za michezo na burudani mikononi mwangu na gazeti Habari Leo gwiji la habari Tanzania lenyewe limeandika kikosi cha Twiga Stars chawekwa hadharani, JKT Queens kuweka kambi Uturuki. Habari katika ukurasa za ndani.
Stars kuivaa Zambia leo. Undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani. Ken bado nipo sana Bayern Munich, habari katika ukurasa wa 22. TPLB yasisitiza timu kuboresha viwanja vyao, habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tutazame sasa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Yanga Sports Club yaangukia kwa kocha Madagascar. Siku za fursa zaendelea kuhesabika, wakati huu ikielezwa tayari mazungumzo ya pande mbili. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 23. Taifa Stars yaipania Zambia leo Zanzibar, habari ni katika ukurasa wa 23. Ken sina mpango wa kurejea tena EPL, habari katika ukurasa wa 21. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii, michezo na burudani. Na gazeti hili linakamilisha dukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa.